Ukweli 7 kuhusu ndugu na mafanikio. Katika safari ya ushindi kuelekea kwenye mafanikio, kuna kikwazo kimoja ambacho wengi hawapendi kukizungumzia kwa hofu ya kuonekana wabaya, na hicho ni familia na ndugu. Tunafundishwa kuwa damu ni nzito kuliko maji, na ni kweli. Lakini katika ulimwengu wa utafutaji, damu hiyo hiyo inaweza kuwa nzito kiasi cha kukuzamisha usifike kileleni. Watu wengi wamekwama kimaisha si kwa sababu hawana akili, bali kwa sababu wamelemewa na mizigo ya kindugu na wivu wa damu ambao hawakutegemea. Ukweli ni huu: ndugu ni watu wako wa karibu, lakini sio kila wakati wanakuwa mashabiki wako namba moja. Leo tunakwenda kuchambua ukweli 7 kuhusu ndugu na mafanikio ambao lazima ujue ili ulinde hatima yako. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom, maana hapa hatupigi porojo, tunatoa ujumbe kwa wale walio serious na maisha, wanaotaka kujua zaidi. 1. Ndugu wengi huanza kukuunga mkono pale unapothibitisha unaweza bila wao. Wakati una wazo la biashara au ndoto kubwa, ndugu zako ndio watakuwa wa kwanza kukucheka au kukuambia, huwezi, fulani alijaribu akafeli. Hawatupi nguvu unapokuwa unajenga misingi, lakini siku ukianza kuonekana kwenye TV, siku ukianza kuendesha gari zuri na ukithibitisha kuwa unaweza kusimama bila msaada wao, ndipo atakapojitokeza na kusema, huyo ni ndugu yetu, tulijua tu atafika mbali. Ukweli, usisubiri sapoti ya ndugu ili uanze. Anza peke yako, feli peke yako, na simama peke yako. Sapoti ya ndugu mara nyingi ni matokeo ya mafanikio, sio sababu ya mafanikio. 2. Usitegemee ndugu kuanzisha biashara yako. Mgeni ndiye atakayekuwa mteja wako wa kwanza. Hili ni kosa ambalo wajasiriamali wengi wachanga hulifanya. Unafungua duka au ofisi ukitegemea ndugu zako waje kununua. Ukweli ni kwamba ndugu wengi wanatarajia punguzo, discount au bure kwa sababu tu mnashare damu. Watakuja na kusema, niazime hiki nitalipa, na hawalipi. Mgeni asiyekujua ndiye atakayeheshimu bei yako, atalipa kwa wakati na kukupongeza. Ukweli, biashara na undugu ni vitu viwili tofauti. Ukitegemea ndugu kuendesha biashara yako, utakufa kwa msongo wa mawazo. Jenga biashara yako kwa ajili ya soko la watu wasiokujua. Mgeni ndiye anayetoa faida, ndugu mara nyingi anatoa gharama. 3. Kuwasaidia ndugu ni wajibu, lakini kuwabeba wavivu ni kujichimbia kaburi la umaskini. Kuna tofauti kati ya kusaidia na kubeba. Kusaidia ni kumpa mtu msaada wa kujiinua, kumpa ndoano na kumfundisha kuvua. Kubeba ni kumpa mtu samaki kila siku, huku yeye akilala na kuamkia kwenye vijiwe. Ukikubali kuwa ATM ya ndugu wavivu, utajikuta unatumia mtaji wako wote kuhudumia matumbo yao, na mwisho wa siku utafilisika na wao watakucheka. Ukweli, huruma isiyo na akili ni sumu. Huwezi kumsaidia mtu hataki kujisaidia mwenyewe. Jifunze kusema hapana kwa ndugu wanaotaka kuishi kupitia jasho lako bila wao kufanya kazi. Linda mtaji wako ili uweze kuwasaidia wale wenye uhitaji wa kweli. 4. Siri ya mafanikio yako iwe siri mbali na familia mpaka matokeo yaonekane. Inauma kusema, lakini wivu wa damu unachoma kuliko maadui wanje. Unapowaambia ndugu zako mipango yako mikubwa kabla haijakamilika, unakaribisha nguvu za ndani za kukupinga. Kuna ndugu ambao hawataki uwe juu yao. Wanataka ufanikiwe, lakini sio zaidi yao. Maombi yao na maneno yao ya chini chini yanaweza kuwa kizuizi cha ndoto zako. Ukweli, pika chakula chako kikiwa kimefunikwa na ukifunue kikiwa tayari kimeiva. Ruhusu matokeo yaonekane, lakini siri ya jinsi ulivyofika hapo ibaki kuwa siri yako na Muumba wako. Adui wa mbali humwezi, lakini adui wa ndani anajua udhaifu wako. 5. Ukifanikiwa utakuwa mzee au kiongozi, ukifeli utakuwa yule ndugu yetu msumbufu. Ndugu hutoa vyeo kulingana na kiasi cha pesa ulichonacho mfukoni. Hata uwe mdogo kiumri, ukiwa na pesa utaitwa kwenye vikao vya siri na utapewa heshima ya mzee wa familia.
Lakini siku ukifeli na kuanza kuomba msaada, utageuka kuwa sumu. Kila simu yako itakuwa inakatwa na utaitwa msumbufu. Ukweli, heshima ya ndugu mara nyingi ina bei. Usidanganywe na sifa unazopewa sasa hivi ukiwa nazo. Kumbuka kuwa heshima hiyo inaweza kutoweka sekunde ile pesa yako itakapoisha. Jenga mafanikio yako kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili ya kununua sifa za familia. 6. Elimu yako haina maana kwa ndugu yako kama mfuko wako umetoboka. Unaweza kuwa na shahada 3, PhD, lakini kama hauna uwezo wa kutoa msaada wa kifedha wakati wa dharura ya familia, elimu yako itaonekana haina thamani. Ndugu wanathamini matokeo, results, sio vyeti. Kwao, elimu ni njia ya kutengeneza pesa. Kama pesa haionekani, basi elimu hiyo haina maana. Ukweli, jifunze kutatua matatizo, sio kujivunia vyeti. Katika ulimwengu wa uhalisia, pesa ndiyo lugha inayoeleweka haraka kuliko Kiingereza cha darasani. Pambana kutafuta matokeo ili elimu yako iheshimike. 7. Penda ndugu zako, lakini amini akili yako kwanza kwenye maamuzi ya maisha. Ndugu wanaweza kukupa ushauri wa upendo, lakini sio kila wakati ni ushauri wa hekima. Wanaweza kukushauri usichukue hatari fulani kwa sababu wanakuogopea, lakini kwa kufanya hivyo, wanakuzuia usifike ukuu wako. Maamuzi ya maisha yako yanapaswa kufanywa na wewe, kwa sababu ni wewe atakayebeba msalaba wa matokeo hayo. Ukweli, kusikiliza kila ushauri wa ndugu ni kichocheo cha kufeli. Waheshimu, wapende, lakini chulio la mwisho la maamuzi liwe ni akili yako na maono yako. Maisha yako ni jukumu lako, sio la ukoo. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Ndugu ni baraka, lakini undugu usio la mipaka ni gereza. Huwezi kuivusa familia nzima kwenye mto wa umaskini kama wewe mwenyewe hauna nguvu za kuogelea. Mafanikio yako ndiyo yatakayokuja kuwa ukombozi wa familia yako baadaye, hivyo usiyakubali kuyaharibu leo kwa ajili ya kuridhisha kila ndugu. Maisha yanahitaji uwe na moyo wa nyama kwa ndugu zako, lakini uwe na moyo wa jiwe kwenye biashara na malengo yako. Usiogope kuitwa mchoyo leo ili uweze kuwa mkombozi kesho. Kila hatua unayoichukua kulinda uchumi wako na amani yako ni faida kwa kizazi kinachokuja. Misingi ya kuishi na ndugu kwa mafanikio ni kuwasaidia kulingana na uwezo wako, sio kulingana na shinikizo lao, kuweka mipaka ya wazi kati ya familia na biashara, na kutunza siri za mafanikio yako mpaka yawe imara.